Rebecca Nsemwa ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe. Mradi huu kwetu sisi wakazi wa Njombe ni mradi ambao unakwenda kuchochea maendeleo. Hivyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea chuo hichi cha kampasi ya Dodoma UDOM katika mkoa wa Njombe, na wala hajakosea. Kama mnavyojua watu wa Njombe wanapenda elimu. Kwa hiyo kupitia mradi huu, kupitia chuo hiki, watoto wetu watakuwa wanaona wale wenzao ambao wanasoma hapa. Kwa hiyo wanapata moyo. Yaani unakuwa unavutiwa, unakuwa role model wao kwamba natamani na mimi nikimaliza nikasome niwe kama fulani. Lakini pia sisi wakazi wa Njombe kama mnavyojua, sisi ni wafanya biashara, sisi ndio tumeshika Tanzania kwa biashara, hilo halina ubishi. Kwa hiyo nina uhakika. Nilikuwa nasikia anasema visi hapa hiki chuo kitakuwa na wanafunzi 1000. Nikajiuliza wanafunzi 1000 watakuwa nakula wapi? Obvious ya kina mama lishe ni fursa yetu muhimu sana. Kwa hiyo naomba tujiandae kuhakikisha tunaandaa maeneo ambayo tunaweza tukaprovide chakula kwa hawa wanafunzi. Lakini pia kama mnavyojua hawa wanafunzi hostel inabeba watoto 250 kama alivyosema. Sidhani kama wote wataweza kulala pale. Inatakiwa wengine tuwapatie nje ya pale. Kwa hiyo naomba tujitahidi sana. Tuanze kujiandaa. Yaani chuo kitakapoisha tuwe tumejenga hostel, chuo kitakapoisha kina mama tuwe tumeshaandaa maeneo ambayo vijana wetu hao watakwenda kula. Lakini pia kama tunavyojua chuo kinafanya shughuli nyingi za stationery. Kwa hiyo ni waombe wafanya biashara wa stationery wajitahidi kutafuta maeneo ya jirani na kuandaa mazingira huduma zote za chuo ziweze kupatikana hapa na tuweze kuzitoa wananchi. Kwa hiyo hata kama mtoto wako hajasoma, lakini wewe utanufaika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nawashukuru sana wananchi wa Njombe. Naomba tujiandae kuweza kuwapokea watoto wao kwa kuangalia fursa zilizopo kwa vitu vizuri. Kwa hiyo hata wale ambao watakuwa wanatekeleza miradi yao kama hostel zinatakiwa ziwe ni za heshima. Sehemu zingine unakuta kweli watoto wanakaa kwenye hostel, lakini kwa sababu wafanye nini? Huku sio utamaduni wa aina hiyo. Kwa hiyo mkuu wa mkoa nadhani popote utakapokuwa, tunaomba waendelee kuhimiza watengeneze hostel nzuri, watengeneze mahali pa kukaa pazuri, kwa sababu hiyo nayo itaendelea kukitangaza chuo chetu na kampasi yetu, lakini itaendelea kutangaza mkoa na kutofautisha na sehemu zingine ambako watu wamekaa. Kwa hiyo kutakuwa na shughuli nyingi sana, na tunaendelea kuamini kwamba serikali itaendelea kutoa fursa kwa sekta binafsi kuwekeza katika miundombinu ambayo itasapoti kuendelea kukua kwa chuo hiki. Sisi tunatamani kiendelee kukua hata ikifikia wale watu 30,000 na kama ilivyo UDOM. UDOM sasa hivi na wanafunzi kama 37,000. Sasa huko mkifikia 37 sijui kama wengine tutakuwa bado tunaishi, lakini nafikiri lengo la serikali ndio hilo, kwamba hizi kampasi zikue baadaye zifikie kiwango kama inawezekana ya kuwa wamefanya vizuri, na tuache ulimbukeni. Mzawa hatumlipi kwa wakati, wa nje tunapata pressure ya kumlipa. Sasa mfano mzuri hapa UDOM, hela zao wamemlipa huyu bwana kwa wakati, na Mwipopo amedeliver kazi yake kwa wakati. Na tunazungumza tena, tunamwambia sisi hapa tunahitaji mradi wetu tarehe 24 sawa, lakini tukiweza kumanage kabla ya mwezi wa tarehe 24 mwezi wa 5, unaweza anasema no. Mimi nitabadilisha timu zangu hapa, ataleta hapa tuanze kufanya kazi kwenye ubora, tuwakabidhi tarehe 30. Profesa, hili jambo lazima tulizungumze kwa sauti kubwa. Tutafanyaje mgawanyo hizi ajira za hawa vijana kama hawa wakandarasi watapata pesa? Kwa sababu eneo ambalo lina pesa nyingi kwenye nchi yoyote ni ukandarasi, ni ujenzi. Sasa tumepata hela za hiti. Zile hela tunampa mtu. Hawa watu wanaokuja kujenga, ukiwafuatilia wengi, anakuja ni kibarua. Wengi walikuja hapa ni vibarua kwenye miradi mikubwa. Na mifano ipo. Sisi tuna watu walikuja hapa walikuwa subcontracted kujenga barabara za Njombe, lakini wakapata tena miradi huku, wamekuwa just sub, wakapata miradi huku wakajenga. Profesa Siluta, sisi tunamshukuru sana kwanza kwa dhamira, sababu pia usingekuwa na utayari ule bado tungeweza kuhenga. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuja hapa mwezi wa 8. Aliingia hapa tarehe 8 mwezi wa 8 baada ya kuhitimisha 8 mkoa wa Mbeya. Na ndio ilikuwa siku ambayo mimi nilikuwa na ripoti. Kwa mimi niliripoti hapa siku Rais anakuja. Na jioni tulifanya Mheshimiwa Rais alifanya chakula na wazee wa mkoa wa Njombe.
Kwa hiyo na baadhi ya wazee nimewaona hapa walisimama wakamuomba Mheshimiwa Rais kwamba katika vitu vyote tunaomba vitu viwili. Moja, tunaomba chuo kikuu. Mbili, tunaomba airport. Na Mheshimiwa Rais akamuuliza pale waziri kuangalia chungu kimekaaje, ikaonekana kwenye mradi ule wa HIT tulikuwa sisi tumeshapitwa. Lakini mwenyewe akazungumza akasema nitahakikisha kwamba tunapata pesa ya kujenga campus ya Njombe. Hatukuambiwa chuo gani watakuja kujenga. Kwa baadaye ikapatikana UDOM na Vice Chancellor na timu yako mkatusaidia. Ni kweli kwamba jambo hili limefanikiwa kwa sababu ya facilitation pia ya viongozi wetu. Na by then wakati ule Mheshimiwa Chongoro alikuwa ni katibu mkuu. Alitusaidia sana pia kwenye kupush na baadhi ya viongozi ambao watu wetu tukawataja tu hapa. Kwa ni jambo ambalo sisi tunashukuru sana. Na haya kiuchumi tutazungumza kule kwa sababu uwepo wa chuo ni mtawanyiko mkubwa. Mimi eneo ambalo hapa ningehitaji tu kulizungumza Vice Chancellor, na ambalo sisi kama serikali ni lazima, sio lazima lakini ni linahitaji busara kulifanyia kazi, ni UDOM kumwamini mkandarasi mzawa. Sasa bahati nzuri Rasi yuko hapa. VC amemwamini mkandarasi. Amejenga majengo yote haya. Lakini sisi Njombe tuna miradi ya gorofa moja, tukagorofa tu nusu ya hili. Anajenga Mchina. Nusu ya hili jengo. Sasa kuna vitu vingine vya aibu tu sisi wenyewe kama Watanzania. Kwa mimi ninachosema tusiwabagaze sana wakandarasi wetu, kwa sababu hata hao tunao hapa, mbona tunawafukuza? Mbona wafanye miradi? Tuna wakandarasi wa nje ambao wanatoa miradi Tanzania hii na hawakufanya hata 5% na hela walichukua. Lakini inapokuja kwa mzawa tunakuwa na maneno makali sana ya kukatisha sana tamaa ya ovyo sana. Sio sahihi. Sio sahihi. Pala ambapo mkandarasi mzawa amepewa kazi, akaaminiwa,